Kumbe ODM walikuwa wanamdharau Edwin Sifuna kwamba hana maana. Ameweza kuwaonyesha kivumbi upande wa Kajiado. Maelfu ya wananchi wa Kenya walijitokeza kumlaki Edwin Sifuna. Mahala ambapo serikali ipo, ninajua kwamba imetetemeka. Mahala ambapo Oburu Odinga yupo, ametetemeka. Mahala ambapo Gladys Wanga yupo, ametetemeka. This is marvelous. Huu ndio upendo. Mahala ambapo Raila Odinga yupo kwa kaburi, ninajua kwamba anatabasamu, amefurahia kwamba aliweza kuacha vijana ambao watakomboa Kenya. And let me tell you for the fact, this is the crowd, or this is the movement that will salvage Kenya. Hichi ndicho kikosi ambacho kitaokoa Kenya. William Ruto mahala ambapo yupo, ninajua lazima ataitana mkutano wa dharura ili kuweza kufikiria mbona aliweza kuamua kwamba Edwin Sifuna aondolewe madarakani. Sifuna ameweza kutumia ile chance ya kuondolewa madarakani na ameleta Wakenya pamoja. Angalia upendo huu. Yaani Edwin Sifuna ameweza kupea wananchi wa Kenya furaha, upendo, kwamba licha ya serikali kumdharau, anaweza kavuta maelfu ya wananchi kuja kumsikiliza. Wacha nikuambie, serikali ilikuwa imepanga kuharibu mikutano ya Edwin Sifuna. Mikutano hii endapo itaenda kupita Kenya mzima, kwa sababu walianzia Busia, wameenda Kajiado. Endapo watapita Kenya nzima, William Ruto kwisha. I'm telling you for the fact, and you should save this video for future reference. William Ruto kupata hata kura milioni 1 hawezi. Kabla hatujasonga mbele, wacha niweze kuwasihi vijana wenzangu. Nimefurahi jinsi ambavyo wananchi walijitokeza na vijana wakajitokeza na bendera, t-shirt ambazo zimeandikwa sisi ndio Sifuna, kuweza kumlaki Sifuna. Huo ndio upendo. Huo ndio upendo. Sifuna na kikosi chake ndio watakomboa Kenya.
wacha niweza kuwasihi vijana wenzangu, isije ikawa kwamba mnamfuata Edwin Sifuna kumpea moyo bila ya nyinyi kukata vitambulisho. Unaona venye walijazana hapa kumlaki Edwin Sifuna upande wa Kitengela, serikali imetetemeka. Ninaomba 2027 tumiminike hivyo hivyo kwa vituo vya kupiga kura, tuchague serikali mpya. Serikali ambayo itatuokoa na kutujali sisi vijana. Isije ikawa kwamba kwenye barabara tunajitokeza wengi, ikifika kipindi cha kupiga kura tunajitokeza wachache. Kwa hivyo ninawaomba vijana wenzangu, kama unajua kuna kijana rafiki yako, ndugu yako, jirani yako mwenye hana kitambulisho, usimpe amani. Kesho Jumatatu akimbie achukue ID. Siku hizi ID ni free. Kimbia kwa chief akupe barua, jiandikishe upate kitambulisho. Wewe si mtu kama hauna kitambulisho, wewe ni mtu bure. Kitambulisho kikija, jiandikishe kama mpiga kura, tulikomboe taifa letu. We can. Yes, we can. We can. Back to politics. Ladies and gentlemen, jinsi ambavyo Edwin Sifuna amevuta huu umati, unajua ni kwa nini? Wananchi wamegundua kwamba Edwin Sifuna anataka kunyamazishwa na anapigwa vita. Kwa nini? Kwa sababu ya kuzungumza ukweli. Katika taifa letu la Kenya, mtu ambaye anazungumza ukweli hana sauti. Lakini Edwin Sifuna, licha ya kudharauliwa, licha ya kusukumwa kuelekea kwa kona, ameamua kwamba hataweza kusarenda, atasalimu amri. Wakenya wamegundua kwamba Edwin Sifuna kumbe anapigwa vita kwa sababu anazungumza ukweli. Wakenya wamegundua kwamba Sifuna ndiye anazungumza ukweli, na ndio maana serikali inampiga vita. Wachana na akina Oburu. Oburu hawatatusaidia kitu. Gladys Wanga hawatatusaidia kitu. Akina Okech Sala hawatatusaidia kitu. Wale watu wamelipwa na serikali kuweza kumpigia William Ruto kampeni. I'm telling you for the fact. Mahala ambapo upendo wa wananchi upo ni hapa kwenye mkutano wa Sifuna. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho kimefanya wananchi wamekuja kumlaki Edwin Sifuna kwa maelfu ni kwa sababu waligundua kwamba Sifuna anapigwa vita kwa sababu anazungumza ukweli. Namba 2. Wananchi wamegundua kwamba Sifuna yuko na ile Raila phobia. Unajua Raila phobia, Raila hakukuwa anapeana pesa. I'm telling you for the fact, Raila hakukuwa ananunua wafuasi, lakini walikuwa wanajitokeza wengi kuweza kumlaki. The way wananchi wameweza kujitokeza kwa Edwin Sifuna, wameweza kumlaki. Sio kama unanielewa. Edwin Sifuna can speak truth to the power the way Raila was doing. Edwin Sifuna can criticize the government despite ameweza kutishiwa. That is what Raila was doing. Nataka uniambie ni wapi ambapo umeona wafuasi ambao wamejitokeza kumlaki Edwin Sifuna wakiwa wamevalia nguo za chama. Hakuna. Wale ambao wanaingia kwenye mikutano ya Kinoburu, wale wamelipwa na wamepewa matishiti. Lakini ukiona wananchi wamejitokeza na mabango yameandikwa sisi ndio Sifuna, bendera, tishiti ambazo zimechapishwa baba. And by the way, Edwin Sifuna alikuwa na tishiti ambayo imeandikwa who told you? Who told you that we will support Ruto? This is huu ndio ukumbi ambao utaokoa wa Kenya. Number 3, Edwin Sifuna yuko na ability ya kukusanya vijana, ya kukusanya wananchi, ya kukomandi wananchi, na ndio maana wananchi wengi walienda kumlaki. Sijui wazo lako ni lipi, nitaendelea kuwaletea mengi.